na waheshimiwa madiwani, nichukue fursa hii pia kuwapongeza nyinyi madiwani wote mliochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliopita. Najua changamoto zilikuwa nyingi, lakini tumepita salama. Kwa hiyo niwape sana hongera zenu na poleni na changamoto, lakini tumepita salama. Aidha, mimi natambua jitihada kubwa zilizofanywa na baraza la madiwani lililopita, ambalo lilikuwa linaongozwa na kaka yangu mstahiki meya mstaafu Saidi Omari Kumbilamoto. Wewe ni senior, na mimi nataka nikwambie, katika uongozi wangu na kuomba mbele ya baraza hili na wageni waalikwa, uwe mwalimu wangu wa kunielekeza ili niweze kufika na kufanikisha. Shukrani sana senior. Kipekee pia kwa kazi kubwa hiyo hiyo iliyofanywa na baraza lililopita. Natambua zipo changamoto ambazo zipo, na sisi fursa yetu au kazi yetu kubwa baraza hili la madiwani ambalo liko sasa hivi ni kuhakikisha tunakwenda kufanya kazi kwa kupokea kijiti hiki, kuhakikisha tumemsikia hapa mkurugenzi, ilikuwa bilioni, makusanyo ya mapato ni bilioni 132 na target inakwenda mpaka bilioni 152. Mimi nataka niwaombe ndugu zangu, katika kupokea kijiti hichi kipya cha baraza hili, twendeni tukafanikishe zaidi ya yale ambayo watu wametegemea. Kwa umoja wetu, kwa maarifa yetu, kwa uwezo wetu, tukafanye kazi, tuhakikishe tunaongeza mapato katika jiji letu, jiji la Dar es Salaam. Mauchaguzi yashaisha, kila kitu kishaisha. Sasa sisi kama baraza la madiwani, kwa kushirikiana na watendaji, twendeni kwa umoja wetu, kwa sababu mimi nataka niwaambie madiwani sisi ndio wa viongozi na wafanya maamuzi, lakini watendaji ndio injini ya utekelezaji katika kufanya maamuzi yake. Sasa tukiwa tunaenda njia tofauti, hatuwezi kufanikiwa. Kwa mkurugenzi, ni kuombe na watendaji wote, nichukue nafasi hii kukwambia kwamba natambua tunazo kanuni, sheria na utaratibu na miongozo ambayo inatuongoza katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Madiwani wenzangu, twendeni tukasimamie sheria, kanuni na taratibu ambazo zinatuongoza ili tuweze kuliongoza baraza letu la madiwani. Sitopenda mtu kwa utashi wake, sitopenda mtu kwa mawazo yake, ikiwa ni watendaji, ikiwa upande wa mkurugenzi, ikiwa upande wa sisi madiwani, atokee tu aseme si tunaenda hivi, wakati sisi tunazo sheria, kanuni na taratibu zinazotoka. Tuzisimamie sheria na kanuni na taratibu hizo. Tuwe watu wa moja, tusiwe na makundi. Tunapopata kitu pamoja, tunakwenda pamoja, sawa sawia, hakuna mtu kupendelewa, hakuna huyu mtu kafanyaje. Hayo mambo katika uongozi wangu sitotaka kuyaona na kuyasikia. Narudi nyuma kidogo, niwatoe mashaka ndugu zangu. Uchaguzi umekwisha, mmenichagua kwa kura nyingi, kwa maana hii ndio dira inatuonyesha kwa sasa sisi ni wamoja. Sio mstahiki meya wa mtu, sina connection mtu amfikie nani apitie kwangu, hapana. Chochote unachoweza kukiona ndugu yangu diwani, mkurugenzi, watendaji, linaweza kupitia kwangu mimi likakamilika,
basi ofisi yangu iko wazi muda wote, unakaribishwa na tujenge. Kwa nini nasema hivyo? Wapo watu wanaweza wakajimilikisha meya, nishaona huko nyuma katika viongozi mbalimbali. Natoa rai, mimi sio mstahiki meya wa mtu yoyote. Ni mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam.